Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tunaendelea na somo letu lile la kalenda ya kiroho, majira, kila mwezi, ratiba za kila mwezi. Tunaendelea na matukio na malaika wa kila mwezi na majini ambayo yanapatikana kila mwezi. Mwezi Juni, mwezi wa 6, majini yanayotawala mwezi huu ni Vapula. Jina la kwanza inaitwa Vapula, jina la pili inaitwa Mzabibu, jina la tatu inaitwa Zepal au Duke Zepal. Haya ni majini ambayo yanatawala mwezi wa 6, yanafanya vita na watu mwezi wa 6. Lakini malaika mwezi wa 6 ni Zadkiel. Huyu ni malaika mwezi wa 6, pia anashikilia mwezi wa 6, malaika mhudumu mwezi wa 6. Mambo ya mwezi wa 6. Jambo la kwanza, shughuli za sayansi au masomo na utaalamu wa kisayansi na kinajimu inafanikiwa sana. Shughuli za kisayansi au masomo, utaalamu wa kisayansi, mambo ya kinajimu. Ukitaka kufaulu sayansi, masomo yake ya sayansi, kazana kusoma sana mwezi wa 6. Kazana sana kusoma mwezi wa 6 sayansi. Basi masomo ya sayansi huwa masomo kitaalamu. Unakuta kwamba kama unasomea masomo ya sayansi, ukiweka nguvu yako mwezi wa 6 unafanikiwa hili somo, unafaulu vizuri kabisa na utakuwa mvumbuzi wa ajabu. Yenyewe masuala madogo, masuala ya kuangalia dunia, kuna vitu vya kisayansi vya kibiolojia. Mwezi wa 6 ni mwezi ambao wenyewe unaruhusu kabisa, na ni mwezi ambao automatic wenyewe unawapa nguvu sasa wana sayansi, na shughuli zinaenda kitaalamu na kiwepesi za kisayansi kulingana na kalenda ya kiroho. Na jambo la pili, mwezi wa 6, uchunguzi na makosa. Ukipatikana na hatia, basi ni vigumu kujitetea au kushinda kesi, hata ukisingiziwa. Mwezi wa 6, kesi yote ambayo utasingiziwa au kupatikana na makosa kwamba umesingiziwa na mashahidi wakatengeneza namna gani ya kuweza kushambulia, basi kesi mwezi wa 6 kesi yake ni vigumu kujitetea. Usifanye makosa, usifanye mizaa, usifanye kitu ambacho kitapelekea mkaenda kwenye kesi mwezi wa 6. Manake kesi nyingi za kusingiziwa, mtu akiamua kwamba akusingizie kesi na akatafuta ushahidi wa uongo kwa nguvu, akania ubaya wa kesi, basi ni vigumu kujitetea. Mwezi wa 6 huwa ni mwezi ambao uwe makini sana, hasa kwenye masuala ambayo unahisi atakupelekea kwenye kesi fulani kati yako na mtu fulani. Kuwa makini sana mwezi wa 6. Lakini pia mwezi wa 6, kujihusisha na mambo ya kijamii na ushawishi katika jamii. Mambo ya kijamii kama kupanda, kufanyaje, kama masuala ya kijamii, yani kuboresha mambo, kufanya vitu vya kijamii, kufanya maendeleo ya kijamii, kuonekana kijamii, kujiunga kwenye shughuli za kijamii, kwenye vikao vya kijamii, mambo ya kijamii, mambo kwamba jambo la umoja wa jamii kuwa kitu kimoja, misaada ya kijamii, unataka kutoa misaada kwenye jamii fulani kwa yatima, wajane, basi ukifanya mwezi wa 6 pia inakuwa nzuri. Na pia hata mitandao ya kijamii, ukishawishi jambo kwenye mitandao ya kijamii, basi linapata nafasi kubwa, linapata nguvu kubwa, linahusisha. Lakini pia mwezi wa 6 ni mwezi unaohusu upendo. Upendo na utakaoanzishwa mwezi wa 6. Kuwa makini sana na upendo huu wa mwezi wa 6. Mwezi wa 6 upendo wake huwa mara nyingi, kafara yoyote inayofanyika mwezi wa 6 huwa
zinatumika kwa uchawi unaitwa wa huruma au upendo. Huo uchawi wa huruma, uchawi wa upendo, huo ni uchawi ambao mtu anakuja anakuonyesha upendo, anakuonyesha anakujali, anakupa kitu fulani cha thamani, kitu kizuri, lakini kile ndani yake upendo huo hataki uende bure. Lazima akufanyie jambo fulani la kichawi kupitia upendo huo. Kuwa makini sana na upendo wa mwezi wa sita. Mwezi wa sita, yani mtu anayekuonyesha upendo kama unamtilia shika, unaona mbona upendo usio wa kawaida, basi ni vizuri kaachana na upendo wake huo anaoonyesha. Mwezi wa sita, upendo wa aina ya kinafiki, upendo ambao ndani yake kuna lengo fulani. Ukague vizuri sana, jichunguze. Mtu anaweza kuletea zawadi ya kanga, kumbe amenia kukufunga tumbo. Sasa anaweza kuletea zawadi ya chakula, kumbe amenia akuangamize. Anaweza akakuletea zawadi ya fedha, kumbe amenia kuangamize. Kwa hiyo mtu yote ambao unamtilia shaka mwezi wa sita, ukiona anakuletea zawadi, anakupa upendo, anakuonyesha upendo, anakuwa karibu sana na wewe na anajali, unaona kama anajali sana, lakini sio kawaida yake, au ni kawaida yake, isipokuwa anatumia hiyo mbinu kwa ajili ya kuendelea kukuumiza zaidi, kwamba anaonyesha upendo lakini yeye ndiye adui anayekutafuna zaidi. Sasa mwezi wa sita, ukisikia ajali nyingi inasababisha wengi wanaokufa vifo vya mwezi wa sita, ni hivi vinaanzishwa na upendo, yani uchawi wa upendo au huruma. Pindi unapomwonea huruma yule mtu mbaya, basi anakumaliza. Pindi unapoona upendo amekuletea lakini ni mtu mbaya, yani kuwa na makini sana na upendo unaoonyeshwa mwezi wa sita. Mwezi wa sita huwa vifo vingi vinatokea mwezi wa sita. Watu hawa waliathiriwa na watu wa karibu walionyesha kama wanapenda, au watu wa kawaida au wa kazini au sehemu mbalimbali, lakini walionyesha kwamba wanawapenda, na mwisho wa siku ile helmetiki, ule upendo wa ndugu, upendo wa rafiki, upendo wa kimahusiano unakuwa umekugharimu. Upendo wako unakugharimu au unakuingiza. Unaweza kumwonyesha pia mtu upendo, lakini yeye akaingiza upendo wako na akautumia kama fimbo isivyopasa kuweza kukumaliza. Mwezi wa sita anakuletea mtu kitu, utashangaa ghafla matatizo yamekuanza. Wengi wamezurika na uchawi huu wa upendo au wa huruma, upendo, na wengi wameathiriwa sana kwenye masherehe kama harusi, sherehe, happy birthday nini, wameathiriwa sana kwenye humo na upendo huo wa huruma. Mtu anakuletea zawadi, lakini ile zawadi ndani yake kuna jambo lake anataka kulitimiza kwako, kukuzuru. Kwenye harusi mtu anakuletea zawadi hivyo hivyo. Kwenye masherehe, kwenye misiba, upendo huu unaonekana sana. Chawi huwa anaweza kawahi sana kwenye msiba pale apike, lakini akipika pale, akichukua kile chungu anasaga, changanya na madawa ya kichawi, anaweka kwenye vile vyakula au kwenye maji, basi pale watu wataanza kuhala kwenye msiba. Wakitoka pale wanahala. Lakini huyu alionyesha upendo kwamba anafanya msaada wa haraka, kusaidia jikoni, wapi, kusaidia kubeba maji, kupeleka hiki. Huwa wanaofanya sana kwenye sehemu yenye kadamnasi, yani watu wengi pale. Basi uchawi huu pia unafanyika hata kwa mtu mmoja unafanyika. Ogopa sana ukuta mtu anakuzawadia gari mwezi wa sita. Unajua gari hilo kama mtu anamtilia shaka, basi ni kaburi lake. Lakini sasa wewe cha kufanya ni kuwa makini, maana yake wakati mwingine huwa ni zawadi ya kweli na upendo wa kweli, lakini humo ndani mwezi wa sita huwa kuna sana upendo ambao sio wa kweli, wenye lengo fulani ndani yake, huwa unakuwa kwa viwango vikubwa sana. Upendo unakuwa kwa viwango vikubwa sana. Sasa jambo jingine, mwezi wa sita mvuto wa watu unakuwa mkubwa hata kama hujawahi vutia. Mfano, anzisha kitu kinachohusu public mwezi huu, kozi, biashara, basi itafanikiwa. Kitu kinachohusu public, bali watu wengi, ili kiwe na mvuto, biashara iwe na mvuto, vitu fulani kiwe na mvuto, jambo fulani la public, basi ukianzisha mwezi wa sita inakuwa na mvuto sana. Ni mwezi ambao wenyewe pia moja kwa moja na kalenda ya kiroho inaruhusu, yani inakufanya uwe na mvuto usiokuwa kawaida, yani unaonekana vizuri, sifa nzuri, mwenendo mzuri, bahati nzuri, neema na baraka
ni nyingi sana. Mwezi wa sita, basi jambo lote na public unataka kulifanya, lakini linahitaji ndani yake mvuto tu, hiyo ni rahisi kupata mvuto. Lakini pia kafara za watu wa giza zinafanikiwa hasa kwa kigezo cha kukupenda, kigezo cha kupendana au kukupenda, watu wanaopenda. Mwezi wa sita nimesema mtu anayekuonyesha upendo mwezi wa sita huwa makini sana. Kama ni mtu ambaye unamtilia shaka au hujawahi ona upendo kama ule unaonyesha, basi mara nyingi kafara zao za watu wa giza zinafanikiwa hasa kwa kigezo cha upendo mwezi wa sita. Mwezi wa sita, ogopa sana huo upendo au hizo zawadi au hizo huruma ambazo utaona mtu anakuhurumia. Na hata wewe ukijaribu kumhurumia, unakuta omba wengi wanakuwepo, wanatumwa kutoka kuzimu, kutoka kwa mashetani, wanatumwa kuja kwa ajili ya huruma yako, ile kutoa, ile kusaidia omba, lakini wengine huwa wanakuwa ni majini, wengine wanakuwa ni mchawi. Akipata ile fedha yako anaenda kukufunga. Kwa hiyo ukarimu wako wewe, huruma yako wewe inakumaliza. Mwezi wa sita, kwa makini sana. Kama ni msaada kwa mtu, basi kwa mtu usemjua au muombe Mungu au sikia amani ya Mungu tu kwa mtu huyu, msaidie, na huyu kuna kitu au ni agent, basi hiyo itakusaidia sana, hasa ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Usiwe tegemezi mwezi huu, watakuchoka. Mwezi wa sita ni mwezi ambao utakiwi kuwa tegemezi. Yaani mara nyingi mwezi huu kwenye kalenda kiroho kwamba ukitegemea mtu, basi mtu huyu atakuangusha na atakuchoka, atakuangusha au atakuchoka. Utajikuta kwamba umeingia kwenye changamoto mbalimbali kwa sababu ya kutegemea, na pale unapotegemea haiwi kama ulivyotegemea. Masuala ya mapenzi na mahusiano, migogoro na uchumba vinashamiri sana mwezi wa sita. Migogoro, masuala ya mapenzi, mahusiano, migogoro kwenye mapenzi, mahusiano, mwezi wa sita ndio mahali pake. Kwa sababu gani? Haya mapepo yenyewe pia huwa yanashambulia sana hayo maeneo hayo, na kama una migogoro mara kwa mara kwenye mahusiano, basi yataje hao majini, shughulikia sana. Hao majini mara nyingi ndio huwa yanaleta hizo shida, yanashamiri migogoro kwenye ndoa, kwenye familia, na kwa upana migogoro hiyo ya kimahusiano, migogoro kati yako na wateja, migogoro kati yako na familia, rafiki, ndugu, basi hasa ya kimahusiano, sana mahusiano ya kimapenzi inakuwa na migogoro. Majini yao yanapigana migogoro, wanapigana na watu ili kuwaletea migogoro na kuvunja mahusiano yao. Hamasa binafsi ya kufaulu masomo ya sayansi na jambo lako binafsi, mwezi ambao ukitumia vizuri, ukihamasika binafsi wewe kwamba nataka nifaulu masomo ya sayansi, umechagua masomo ya sayansi, unataka kufaulu sayansi, basi mwezi wa sita ukiweka nguvu binafsi, ukisoma kwa bidii, ukiomba ili somo mtihani hata kutokea mwezi wa ngapi utafaulu tu. Manake huwa kwenye sayansi mle kuna majini huwa yanayoweza kuvuruga sayansi, kuvuruga hayo masomo kwenye kichwa cha mtu. Haya majini yenyewe pia yanapingana na sayansi, japokuwa ni mwezi ambao sayansi inakuwa inafanikiwa sana. Ukisoma, ukidili mambo ya utafiti ya sayansi nini na nini, basi unakuwa wote tunakuwa viwango vya juu sana, na hivyo vitu vinakuwa vinatokea kwa wakati sahihi. Unapata kibali na unafanikiwa kwa wakati sahihi. Hiyo sayansi inakuwa inafanikiwa, unafaulu masomo ya sayansi, jambo lako binafsi la kisayansi, basi mwezi wa sita ni mwezi sahihi. Lakini twende mwezi wa saba. Mwezi wa saba, yani mwezi Julai. Mwezi Julai, majini wanaopigana na binadamu, mwezi huu anaitwa Agares, Rais Agares. Agares hii pia ni moja ya kamanda kati ya makamanda wale wa kishetani 18. Agares ni kamanda ambayo yupo, ni moja kamanda, na pia kitengo cha wakuu wa giza yupo, na ana madhabahu yake angani ya Agares spell. Yule ni hatari, huyu ni kiumbe hatari. Lakini unapomjua pia anashikilia mwezi wa saba,
basi wewe kazi yako ni kushughulikia. Na wa pili anaitwa Alphas, na watatu anaitwa Sabinoki, na malaika anaitwa Hanieli au Anyairi, jina lingine la Hanieli. Na mambo ya mwezi wa saba: kupanga na kusimamia ujenzi. Mwezi wa saba ni mwezi wa kujenga. Chote unachotaka kujenga nyumba, kujenga banda, kujenga nini, kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwamba unataka ujenge, uhamie sehemu mpya, kuhama sehemu mpya, nyumba mpya umejenga imeisha, kuhamia. Mwezi wa saba naruhusu sana, kalenda yake ni nzuri kwa ajili ya ujenzi na kuhamia kwenye ujenzi wako mpya, au jenga banda la biashara, fanye pale, ama banda moja kwenda banda, ama frame moja kwenda frame nyingine. Lengo nataka utengeneze ya biashara yako au kuboresha biashara yako au kufanikisha zaidi biashara yako, na ujenzi unafanikiwa sana. Nyumba yote utakayoanza kuijenga mwezi wa saba, basi utaimaliza. Kuna wale ambao wanaanzisha ujenzi unaisha kati, wanaanzisha ujenzi unaisha kati, wanaanzisha vitu vinaisha kati. Sasa utakapojenga mwezi wa saba umeanzisha ujenzi, si rahisi huo ujenzi kufia kati. Unaenda unaishi. Lazima umalize ujenzi wa nyumba. Ujenzi wowote ule, chochote unachojaribu kujenga, basi wewe kijenge, anzisha mwezi wa saba ujenzi wowote ule. Kusuluhisha mizozo na kurejesha amani. Kusuluhisha mizozo na kurejesha amani. Mwezi wa saba pia ni mwezi mzuri kwa ajili ya kusuluhisha mizozo na kurejesha amani. Amani ndani yako, amani kwa wengine. Mizozo. Kama uko na mizozo na watu na mtu na jamii, basi mwezi wa saba ni mwezi mzuri wa kusuluhisha. Diplomasia, masuala ya kusuluhisha mizozo ya taifa na taifa, watu na watu, kabila na kabila, dini na dini, basi mwezi wa saba ni mwezi mzuri wa kurejesha amani na kusuluhisha kwa weledi mkubwa. Lakini pia jambo la tatu, nguvu mbaya ni ndogo. Mwezi wa saba uchawi unakuwa ni mdogo. Uganga, uchawi, machini, nguvu mbaya kijumla inakuwa ni ndogo mwezi wa saba. Nguvu mbaya ni ndogo, iko chini sana, na vitu vingi ukitaka kuvishughulikia kwa urahisi, mwezi wa saba ni mwezi mzuri. Kipiga, ng'oa magonjwa, garagaza mapepo, yapige, yaue, sambaratishe, yafyeke, fanya unavyotaka. Ni rahisi kushinda vita vyako vya kiroho ukitumia kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30. Si rahisi wewe mwezi wa saba. Majini huwa yanakosa nguvu automatic. Ulimwengu wa roho, majini yanakosa nguvu ya kukushambulia, huwa yanakosa nguvu ya kufanya vita na wewe, na mwisho wa siku huwa inakuwa ni hali fulani ya unajikuta umeshinda vita, unajikuta umefaulu mtihani, umefanikiwa, umeshinda vita ambayo ulikuwa nayo. Na huo mwezi uchawi na uganga na machini na ushirikina, ulozi, mapepo vinakuwa nguvu hiyo, nguvu yao inakuwa ni ndogo sana, inakuwa ni hasi. Yaani nguvu hasi inakuwa chini sana, inakuwa haina uwezo wa kupigana kivile kwa viwango vya juu. Kutokana pia na huyo malaika Anyairi, malaika huyo wa neema, huyo ni malaika ushindi wa neema, anayekupa neema ya kushinda. Masuala ya siasa na diplomasia, mazungumzo ya kina ya nchi na nchi. Mwezi wa saba pia ni mzuri kwa ajili ya mazungumzo, masuala ya siasa, masuala ya kurekebisha, masuala ya kujenga nchi na nchi, maridhiano na masuala mengine. Ni rahisi sana, ni muhimu sana kwa ajili ya kujenga masuala ya kidiplomasia na kadhalika. Malaika wa mwezi huu wa saba wanasaidia vitendo au matendo yako kuwa mazuri. Malaika wanakuwa ni wengi na ulinzi ni mkubwa. Anieli, ni malaika, hilo kundi linakuwa ni kubwa na malaika wanakuwa ni wengi mwezi huu kusaidia matendo yako kuwa mazuri. Ukitaka kuacha uovu wote, matendo yote mabaya, chuki yoyote, dhambi yoyote, basi mwezi huu ukiing'oa kuanzia tarehe 1 mwezi wa saba mpaka tarehe 30, ukashughulikia kuing'oa kabisa uitaki. Si rahisi kwa kitu kikarudi tena kwenye maisha yako, hiyo dhambi au uovu.
sio rahisi kwa kifungo cha uovu kurudi tena kwenye maisha yako, maana yake umeking'oa wakati sahihi, umekikataa wakati sahihi. Lakini hawa malaika pia wanakuboresha matendo yako ili utende kwa usahihi zaidi. Pia mwezi wa 7 ni mwezi ambao uundwaji wa nguvu za kiroho unafanyika aidha kwa Mungu au kwa Shetani. Uundwaji wa nguvu za kiroho. Kama unataka ujitengeneze, ujiimarisha zaidi nguvu zako za kiroho. Nguvu za kiroho uundwaji wake ni mkubwa, na unaweza ukajiimarisha ukajitengenezea nguvu mwezi wa 7. Huu mwezi wa 7 nguvu za kiroho ni kubwa za kuunda nguvu za kiroho, lakini pia una nafasi kubwa ya kutafuta nguvu nyingi za kiroho. Unataka upako, nguvu na uwezo wa kutembea nao mwaka mzima, miezi mingi, miaka mingi, tengeneza muda huu mwezi wa 7. Lakini majini huwa wanaundwa pia mwezi wa 7, mailizi nini, kutengeneza nao wachawi huwa kuunda nguvu za kiroho za uharibifu, za uchawi, ilizi na mapepo mabaya wanatengeneza, wanaunda nao wanajipanga kwa ajili ya kushambulia katika miezi mingine. Uundaji wa nguvu za kiroho. Kama kanisa mnapanga mikesha, mwanze mkesha, au napanga kwamba mwanze maombi ya mfungo. Mifungo huu mwezi, hata mifungo inakuwa ina nguvu sana, ina matokeo makubwa sana mwezi wa 7. Ukizamilia kufunga au ukizamilia kama kanisa, watu kadhaa, mtu binafsi mmoja ukizamilia kufunga kwa ajili ya jambo fulani, unapata uwezo mkubwa, nguvu kubwa sana za kiroho za kushinda, na nguvu za Mungu zinakuwa kubwa ndani yako. Twende mwezi wa 8. Mwezi wa 8 Agosti. Majina yanayotawala mwezi wa 8, wa kwanza inaitwa Baali au Baali, jina lingine inaitwa Beelzebub. Hili jina linaonekana kama lina vichwa vitatu, kichwa kimoja cha mtu, kimoja cha chura, kimoja cha paka. Mtu mwanaume, kichwa kimoja cha chura, kichwa kimoja cha mwanaume, mtu mwanaume, kichwa cha paka. Lakini jina hili Baali ndio jini Baal ndio jina lotokwa nalo kutoka mbinguni, inaitwa Baal, na hili linatawala pia, linashikilia moja ya majimbo yale ya nani, majimbo ya kuzimu, ambapo huwa yanashikiliwa na majini 9 yale. Ili jimbo la nani, jimbo la Mirihi au Militian, jimbo la Militiana au Militian, jimbo hilo linashikiliwa na huyu Baali. Na Baali huyu ni moja ya jini ambaye anasimamia vikosi 66 na ana nguvu za uharibifu mbaya zaidi. Sasa haya ni majini ya mwezi wa 8. Lakini pia jini wa pili anaitwa Oriasi au Marcus Aurelius. Ili linamkia kama wanyoka na unaonekana kama simba aliyepanda dubu, ambaye anamkia kama wanyoka na ameshika nyoka. Ili Marcus Aurelius. Marcus ni jina la cheo, Lakini la tatu ni Gremory ni jini pia aina 3. Lakini malaika wa mwezi wa 7 ni Lekabel anashikilia mwezi wa 7. Mambo yake sasa, mwezi wa 7, uwezo wa uongozi au unaruhusu kuwa kiongozi na kutaka masuala ya uongozi, tafuta mwezi huu wa 8. Mwezi wa 8 kuongoza. Mtu anayezaliwa mwezi wa 8 ni kiongozi. Wao wanaongoza, wana uwezo mkubwa kuongoza. Watumishi wengi wanatokea hapo, vitu vingi vya kiroho. Lakini pia uongozi wa aina yoyote. Ukitaka kupata uongozi, basi mwezi wa 8 ni muda sahihi wa kutafuta huo uongozi, na ukapata uongozi bila kipingamizi chochote kile, wala kipingamizi kikubwa. Kuwatia moyo wengine. Mwezi wa 8 pia ni mwezi ambao una uwezo wa kuwatia moyo wengine. Tia moyo watu, na ile kutia kwako moyo wengine haitakuwa bure. Ni mwezi ambao wenyewe ukitia mtu moyo, basi ile thawabu inakurudia pia. Lakini pia mapepo ya uongozi yanazalishwa kwa wingi mwezi huu.
au mambo ya uaguzi, mapepo ya uaguzi, mapepo ya uongozi, yale majini viongozi au majini ya uaguzi, mambo ya uaguzi, uganga mwingi unafanyika mwezi wa 8. Wa 8 unazalishwa sana uganga, aina zote za uganga zinazalishwa mwezi wa 8. Mwezi wa 8 huu uganga mwingi pia. Lakini pia huu ni mwezi ambao nyota ya Simba, yaani mwezi wa 8 ni mwezi wa nyota ya Simba ambayo Yesu alizaliwa, ndio maana tukamwita Simba wa kabila la Yuda. Haya majina ya Simba yanatumika sana, majina ya wanyama. Kwa nini yanatumika sana kwenye nyota? Kwa sababu Adam aliita wanyama. Haya majina aliitwa na Adam ndio alitoa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na hivyo ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa, ili kupatikana na aina ya mifumo ya kiroho, kwamba hawezi kuita mfano nyota ukaita kwa jina la mtu, la binadamu au jina la jini, ndio maana inaitwa, ili kujua kutofautisha, wakaita kwa majina ya wanyama wadudu. Lakini yote hiyo haina matatizo. Mwezi wa 8 nyota ya Simba. Yesu alizaliwa mwezi wa 8. Simba wa kabila la Yuda, nyota yake ni Simba. Mwezi huu wa viongozi wengi wanaozaliwa, mchungaji anatokea mwezi huu, wengi wanakuwa wako vizuri, mwezi wa uongozi. Lakini pia nyota zingine pia kiongozi anaweza kutokea kundi lolote ile, lakini mwezi huu ndio haswa huu wa nyota ya uongozi na shine sana, gimba la uongozi na pembe zake za nyota. Na mapepo ya uaguzi yanakuwa ni mengi sana, kuagua. Yaani Yesu alizaliwa kwenye mwezi wa vita, na mtu anazaliwa kwenye miezi ya vita, yani uaguzi unakuwa mwingi. Mapepo ya utambuzi, uaguzi, ubashiri, mambo ya piga bao, ramli ni nyingi sana, na wachawi wanapata nguvu sana mwezi huu. Ramli nyingi, mtu akipiga ramli ya chonganishi mwezi huu, basi atakuchonganisha mpaka na mtu wa karibu, mpaka mwisho, na mwisho wa siku naweza kuitafiana kabisa au kuuana, au watu wakafika sehemu wakachukiana chuki ya milele, kama ramli ile ikiwachonganisha. Lakini pia wachawi wanaenda kupigana vita kundi hili, kati ya kundi hili na kundi hili mwezi wa 8. Alafu pia yule atakayeshinda vita basi anatawala mwezi wa 8. Ukitaka kuwa na mvuto wa kimonekano nje na ndani, basi mwezi wa 8 pia ni mzuri. Mwezi wa 8 ni mzuri kwa mvuto nje au wa ndani. Mvuto wa nje au mvuto wa ndani pia ni mzuri kwa mwezi wa 8. Na kitu kingine, uchawi wa nyota na vifungo vya nyota ya mtu vinakithiri sana mwezi wa 8. Mwezi wa 8 vifungo vingi vya nyota, yani nafsi, hatima, amani ya nafsi. Nyota ipo kwenye nafsi. Hivyo vifungo vya nyota, ule uchawi wa kufunga mtu nyota, kuchafuliwa nyota, kuzimwa kwa nyota, kuibiwa nyota, masuala ya mikosi ya nyota, nuksi kwenye nyota, kutiwa nuksi kwenye nyota yako ili ukose mvuto, ukose kufanikiwa, ukose bahati, ili ukose mema. Uchawi mwingi wa nyota unafanyika mwezi wa 8. Mwezi wa 8 wachawi wengi wanafunga watu nyota. Kwa mwezi huu ukiwa naomba shughulikia sana, komboa sana hatima yako, nyota yako, na ufanye iweze kushine. Nyota ni mustakabali wa mambo mengi sana. Nyota ndio inakufanya wewe usitekwe na nguvu za adui, inakufanya wewe usiharibikiwe na mambo yako, bahati zako. Ukisoma masomo yako kuletea matokeo, mafanikio, kuletea baraka, watoto kizaa wakuletea baraka. Nyota ni mambo mengi sana, mifumo yote ya nyota, muda wa maombi, masuala ya vyakula, eneo la kuishi. Basi kama umepangiwa eneo zuri la Mungu la kuishi, wachawi wanaangalia hapa kwenye nyota, wanakupindishia, wanakupeleka eneo ambalo kwanza ardhi yenyewe inapigana na wewe. Kwanza hali ya hewa yenyewe pale hairuhusu uwepo pale. Kwa hiyo nini kinachofanyika? Unadidimia kiroho, kimwili, kiuchumi, kiafya, kwa sababu umecholeshwa ramani kwamba utaenda kuangukia ardhi fulani, ambayo ardhi ile kiwalisia
haikufanyi yenyewe na kukataa. Sasa vifungo vingi vya nyota vinakisiri mwezi huu nyota ya binadamu. Lakini pia kutongoza na masuala ya mapenzi, zinaa na majini mahaba wengi yanakuwapo mwezi huu. Majini mahaba mengi huwa yanatawala mwezi huu. Lilith na wale vijana wake, kalenda yao kubwa ya kufanya uharibifu mwezi wa 8. Wale succubus, incubus au vijana wa Lilith, hiyo zinaa, masuala ya majini mahaba, ndoto za majini mahaba, ndoto za ndoa, kwenye ndoto unaota unafanya zinaa, kwenye ndoto unaota unafanya mapenzi, unafunga ndoa nini na nini. Haya ni mambo ambayo ndoto hizo zinatengenezwa sana mwezi wa 7. Majini mahaba asilimia kubwa yanafanyika mwezi wa 7, na watu hao huwa vifungo vya kuolewa au kutokuolewa vinavyosababisha na majini mahaba vinaandama wengi, wanafungwa wengi mwezi wa 7 na majini mahaba. Kutapeliwa kwa njia ya majini mahaba, kuzulika na kuingizwa kwenye matatizo kwa njia hayo majini mahaba. Lakini pia maarifa mengi ya kichawi na kupotoka yanazaliwa mwezi huu. Watu kupotoka, maarifa mengi ya kichawi na kupotoka huwa yanazaliwa mwezi huu. Upotofu, yaani uchawi wa kupotosha. Moja mbinu ya kichawi ni kupotosha, na maarifa ya kichawi mengi huwa yanazaliwa mwezi huu. Yaani mchawi akitaka kufuma ilizi, njama gani ifanye, atengeneze hiyo vile vibwengo, atengeneze machini tego, machini ya upi, yaani yanazalishwa maarifa makubwa ya uchawi, mizizi ya kichawi, miti ya kichawi mingi inapatikana, madawa ya kichawi. Mganga huwa hangaiki au wachawi hangaiki sana kuroga mwezi huu, maanake maarifa mengi ya uchawi wanayapata. Kozi nyingi za kichawi zinafanikiwa mwezi wa 8. Lakini pia ukitaka kusafiri safari ya mambo ya kiroho, kipindi hiki ni kizuri. Safari ya kihuduma, safari yoyote, pia safari mwezi wa 7, safari ile basi ni safari ambayo utaenda vizuri, itakuletea baraka, itakuletea mema. Haijalishi ni siku gani, mwezi wa 7, kipindi juu ya alama kukiwa ni mwezi wa 7. Safari hiyo ikiwa ni ya kiroho au ni safari yote, basi itakuletea baraka. Na kama safari ya kwenda kihuduma, kufanya hivi, kufanya mambo makubwa, basi ni safari inayoleta baraka kiroho, kutokana na aina pia ya malaika anayetawala mwezi huo, na kalenda ya Mungu yenyewe inaruhusu kiroho ufanye mambo ya kiroho. Safari yoyote ile pale, basi utakuta ni njema, inaambatana na zawadi, inaambatana na mema, furaha, ushindi, kibali na kadhalika. Hasira, paniki, ghadhabu zitakuvurugia mambo yako mwezi huu. Mwezi huu wa 8, kama kitu cha kujiepusha nacho mojawapo ni hasira, paniki, ghadhabu, aina ya vurugu zote zinazoleta uharibifu, hasira zinazotokana na hasira. Hapa ukiendekeza hizo hasira, ghadhabu, paniki mwezi wa 8, maana kinachofuata unaharibikiwa mambo yako yote ya mbele. Mengi unakuta umejivurugia, unakuta utaishi lakini sio kama ulivyokusudia Mungu. Maana yale mapepo Baal naenda na kuataki, na haya machini kemo yanaenda na kuataki mbele yako, kesho yako inakuataki, na wanaizima mwezi wa 8, wanakupangilia wao sasa uishi vipi. Kwa hasira, panic, hivi ni moja ya vitu vibaya sana kwa mtu ambaye unataka kwenda mbinguni, unataka ufanikiwe pia, na unataka usiugue. Haya yote haya nilokutajia huwa yanaweza kutengenezwa hata mashtaka. Kwa nini ulogwe? Utalogwa kwa sababu ya hasira yako, utalogwa kwa sababu ya panic, ghadhabu zako unaziendekeza, ndio zinazokuvurugia mambo yako. Kwa hiyo ukae sawa, manake usiendekeze hivi vitu na utashinda vita yako. Sasa mwezi wa 8, hasira, na watu waliozaliwa kipindi hiki huwa wanapachikiwa hiki kinachoitwa hasira. Kwa ukiendekeza hasira, basi inakugharimu kwa mwezi wa 8. Kalenda nyingine mwezi wa 9, Septemba. Huu ni mwezi ambao wasili sana na kutawala, mwezi ambao utaki kuendekeza tamaa. Majini ambayo yanatawala